Karibuni tena kwenye webinar zetu za kila mwezi za Soulmonster Brokers, na kipekee leo tutakuwa na agenda isemayo, or the topic of today ni the Q2 2026 market checking, na tutaangalia kitu gani kimetokea Q2 kwenye capital market ya Tanzania itself yote, kuanzia equities, fixed incomes, yes, na the trending and the hottest corporate announcement ambayo iko sokoni, ambayo ni ya share split. Na sitakuwa peke yangu, mimi Jackie nitakuwa kama moderator, and I also have been part of the presentation, but also tutakuwa na Mr. Temon Lupondo CPAT na Dr. Paul Masapi CFA, na wote wako on board ready for the presentation. Kwa hiyo everybody atege tu masikio kuweza kupokea madini ya soko na vitu gani vinaendelea, kwa sababu tumeweza kuweka pamoja data za April, data za May na mpaka sasa hivi June, na inatuweka katika position nzuri ya kuweza kujua tuwe na strategic positioning gani kwa ajili ya Q3, na hata sasa hivi tunakwenda kuifunga quarter, tunafanyaje portfolio rebalancing. Hope watu mnaendelea kujoin, na kama kuna mtu yoyote ambaye alibidi awe amesha join, tukumbushane huko kwenye magroup kwamba muda umefika. Yes. So kwa kuanza, let's dive into the microeconomics overview. Kama tunavyojua, miezi mitatu iliyopita, hottest topic ya microeconomics ilikuwa ni kuhusiana na geopolitical tension. Na je, imeathirije mazingira mazima ya kiuchumi ya Tanzania? Tunaona inflation rates hapo imefika hadi 4.2. Japo the overall aggregate bado tuko within the East African SADC targets, lakini hiki ni kiashiria kwamba if this tension continues inaweza zikaathiri the microeconomics, na hivyo kupelekea slowing down ya BOT kucut the interest rates. Na chochote tunachokisema hapa kwenye microeconomics tunajaribu kukiconnect na capital markets, kwa sababu kumbuka, tunavyoongelea earnings haya masoko ambayo yako listed Dar es Salaam Stock Exchange yanatokana na especially the banks, yanatokana na hizi interest rates za BOT, na inflation rates na affect moja kwa moja the manufacturing and the industrial in commercial industry kwa ujumla wake. So growth rate ya GDP tunaona iko hapo 5.7. So kiujumla bado the monetary policy ziko vizuri, zinatupa condition ya liquidity sokoni, na inflation bado iko within the target ambayo hatupaswi kuvuka according to East African SADC, but also the external sector, tukiangalia mambo ya exchange rates, na sana sana hapa tunawagusa wale foreign investors ambao wamewekeza kwenye masoko ya Tanzania. Je, wako kwenye wakati mzuri wa kuexit, au when they exit watakutana na FX deterioration? Tunaona kwamba the Tanzanian shilling imeappreciate by 2.7 year on year versus the USD. So na iko anchored na gold and tourism trades. So hii taarifa inaenda kuwapa insight moja kwa moja foreign investors ambao wako kwenye Tanzanian capital market. Not only that, lakini tukiwa tunaangalia macroeconomics, pia tunaangalia yields za treasury bills and treasury bonds. Tunaona katika hii Q2 yields zimekuwa chini, na hata ukiangalia hapa kuanzia kwenye 35 treasury bill per annum inakuwa inatoa 4%,
na even the bond rates, bond yields zake zimerange kuanzia 8 to 9. So this is based on April 2026. So kiujumla serikali inakuwa haina incentive, the BOT haina incentive ya kuweza kuongeza hizi yield kwa sababu the condition were stable, but kadiri tunavyoendelea na based on the available budget, na tunaona kwamba kuna uhitaji wa pesa kuwa injected, so we anticipate kwamba hizi yield zitaenda kupanda. Also the credit growth tunaona kwamba imeongezeka, private credit imeongezeka kwa 23.6 year on year, na hizi credits zimeenda, allocation yake imeenda wapi? Imeenda kwenye trade, transport, mining kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo moja kwa moja tunajua kwamba kama credit growth inaongezeka inamaanisha hata net interest income kwenye haya mabenki yetu nayo inakuwa inaongezeka. So hii ni indicator nzuri kwa hata wale ambao tunawekeza DSE kwenye masoko, kwenye banking industry. Also the FX stability kama nilivyokuwa nimeelezea hapo mwanzoni, sana sana hii ni kwa ajili ya Tanzania equity, yani hii inset ni kwa foreigners ambao wako Tanzania, because kwa sababu the Tanzanian imeappreciate by 2.7 year on year, and also we have stable forex reserve ya up to 4 months. So hii inatuonyesha tu the positioning ya microeconomics iko wapi. Okay, going to the indices movement and market cap. So hapa tunaangalia soko la equity limekaeje, DSE itself trend yake kwa hii miezi mitatu imekaeje. Wote tunajua kwamba Q1 ilikuwa ni high momentum, na hii ilipelekea market cap and the indices ambazo ni domestic na the overall index na the Tanzanian local index yote kuongezeka, but kwenye hii Q2 tunaona kunakuwa kuna movement tunasema ina cool down, the momentum ina cool down. Kwa nini? Kwa sababu tunaamini kwanza liquidity yote ilimezwa pale kwenye Q1, so tunaamini that's how the market has been behaving so far. Lakini pia kwenye hii Q2 bado tuna momentum, lakini ina cool kwa sababu tumekuwa tumeona kuna a lot of corporate action ambazo zimefanyika, AGM, dividend announcement, zote hizi zinapelekea push ya value ya soko kiujumla na mwelekeo wa soko. So ukianza hapo DSI as of tarehe 22 ilikuwa 3913.83. The TSI now iko 8623.11. Kwa hiyo hii inampa mwekezaji kujua kwamba soko analowekeza liko stable, it doesn't deteriorate. Na bahati nzuri sasa hivi participation tunaiona iko even, na counter nyingi, tuna counter kidogo nyingi ambazo zimechangamka sokoni, tofauti na Q1 kulikuwa kuna counter chache ambazo zinakimbiza. So mpaka ilivyokuwa mpaka juzi total turnover ya June ilikuwa ni bilioni 103.6, Mei ilikuwa bilioni 97.9 na April ilikuwa bilioni 101.3. So these are the mauzo yaliyofanyika sokoni, lakini ukicompare month on month wise inashuka, hii trend inashuka, lakini pia ukicompare na Q1 the rally has cooled down. Comments on the net foreign outflow, tunaona net foreign outflow iko 33.8 billion, na hii ni structural behavior kwa sababu tumekuwa tumeexperience toka mwaka jana, kwa kuna a lot of profit taking from the market, especially from the local investors, lakini pia hata portfolio rebalancing. Yeah, here you can see the movement
ni flat, overall flat movement ya growth, so the rally has cooled down. Bado macho yetu yako kwa DSE kwenye Q2 na kipekee kwa huu mwezi tunaona movers, kuna Afriprice, kuna Nickel, kuna TBL, kuna CRDB na NMB, na zote hizi ni security ambazo as an analyst unaweza ukamrecommend kabisa mtu achukue, na tunavyosema kwamba Q2 imekuwa with less liquidity compared to Q1 na the momentum is cooling down, but tunaona kuna shift. Q1 sana sana ilikuwa ni market psychology, market sentiment kwa kiasi kikubwa, lakini this quarter ni investors, they are positioning themselves for short term to medium term growth. Sababu kaunti hizi zote ambazo zimewekwa hapa fundamentally ziko vizuri, lakini pia all of them have fundamentally and the corporate reasons za wawekezaji kuweza kuzinunua. Kama tunavyojua NMB ipo katika issue za share split, lakini pia ina long term growth projection. CRDB, TBL ikiwa na among the companies providing high dividend yields. Nickel tunajua sasa hivi ina trade kwenye 600 na we all know valuation zake zipo kwenye 1000. Kwa hiyo it's something ambayo kila mtu anaifuata, na tunajua tunaenda kwenye kusikia announcements za dividend atakuwa Afriprice nimechanganya. So kwenye top movers wa June basi mkeka unawekwa vizuri, fundamentally wise tuko vizuri. But also tukiangalia sasa, unaweza ukaona graph yangu hapa ya gainers and losers kidogo imekuwa haieleweki, kwa sababu nimejaribu kuangalia kote ilivyofunguliwa mpaka sasa hivi, kaunta gani zimeongezeka, kaunta gani zimepungua prices, na the percentage wise zote ni percent, zote ni percent, like 46%, 45%. Haijakaa vizuri kwa sababu katika hii Q2 tume experience day trading nyingi sana. Kuna speculation, achana na fundamentally watu kujiposition, lakini pia kuna kuingia na kutoka. Hivyo the nature of the equity market itself inaonekanika vizuri, the markets are being volatile. Kwa hiyo prices, hii ni season ambayo kuna a lot of price discoveries. Kwa hiyo unaweza unakuta makampuni mengine lazima ukae umshauri mteja kwamba hii inashuka, lakini hapana, let's buy it. This is just because of the forces of demand and supply, tunasema nguvu ya soko. So pia kwa upande wa movers, kama tulivyoonyesha hapa kwenye grafu, tunaona even the movers na year to date. Sasa hapa kwenye year to date ndio unapata picha nzuri kwamba haya makampuni tunasema mwekeze, lakini mpaka sasa hivi performance yake yameshakuwa amefanya vizuri. Tukianza na NMB year to date 90.25, CRDB 66.01%, Nickel 96.81%, TBL 14.92%, and Afriprice 32.36%. Okay. So kwa kota iliyopita tunaona kumekuwa kama kuna reversal, kwa sababu TOL Q1 hakuwa hakiperform vizuri, but currently we as analysts we are foreseeing kwamba this counter tunasema kama ni junk, kwamba let's look onto this. Kwa hiyo kumekuwa kuna a lot of counters ambazo zimekuwa zimeemerge kama TOL, lakini nyingi the rest ni fundamentally stable companies ambazo tunaziona zina drive Q2 ambazo investors are approaching, na kama nilivyozainisha ndio hizi ambazo zinaonekana kwa juu kwenye top movers. And not only that, pia NMB and Kenyan Airways ndo wamedeliver notable growth katika hii quarter to date, ambayo tunaona hapo NMB ana 14.5,
akifuatiwa na Kenyan Airways akiwa na 15.8. Actually Kenya Airways nayo ni holding position kwa upande wa Nairobi Stock Exchange, cross listed counters. So tukifanya comparability ndogo ya Q1 na Q2 in terms of market sentiment, tunaona kwamba Q1 ilikuwa ni strong, momentum ilikuwa strong, na pia tunasema kwamba hata turnover za soko za mwaka mzima uliopita, mwaka jana, zilikuwa actualized kwa percent kubwa ndani ya Q1 ya mwaka huu. Lakini kwa jinsi soko linavyoenda, tunaenda kuona cooling ya soko, na basically tunajuaga kabisa kwamba capital market inakuwaga na pia na kama season, kama vile tunavyosema currency season, labda Tanzania shilling against USDs, basi hata na capital market kuna namna moja ukiobserve unaweza kuona kuna seasonality in terms of corporate action ambazo zinakuwa zinafanyika kipindi cha mwaka. Kwa hiyo tunaelekea kwenye slow down, japo kutokana na expansion ya soko you can't really tell kwamba prices ita undergo same, market undergo same behavior like compared to past 2 years or 1 year, so forth. Also the top movers kwa Q1 na Q2, kama nilivyosema, unaona kuna mabadiliko. Na kama kwa kota iliyopita tuliona uchumi, maendeleo na Mwalimu zilikuwa zinakimbiza soko, lakini kwa this quarter tunaona TOL, tunaona Kenyan Airways, tunaona NMB Bank, na hivyo kwa upande wa losing side tunaona mikeka imebadilika. Also the foreign participation inaendelea for heavy sales na persistent outflows. This we can actually comment it as a structural change kwenye market. So tunavyo approach Q3, tunaona market ina move from speculation to in a reverse. People now are intentional and positioning themselves for the short term earning, without forgetting new entrants ya clients ambao pia wana drive a lot speculation, but a lot of existing clients wako wana reverse, na that's why tunaona hata top movers wamebadilika. Also the banking sector still ndio inaoshikilia soko, na tumekuwa tukiona hii for the past 1 year. Tunaona NMB, tunaona year to date za NMB, year to date za CRDB, na kama tulivyoona kule juu issues za credit growth, tunaona company fundamentals zake, hata NMB tutakuja kuona kidogo data zake tukiwa tunaongelea mambo ya split. Kwa hiyo wanaonyesha future prediction yake iko vizuri. So ni makampuni ambayo kama mwekezaji, hata kama ni wa mara ya kwanza umeingia sokoni au kama ni tayari ni pro sokoni, ni sehemu nzuri ya kuweza kujiposition. Cha muhimu ni kujua how do you position yourself kwenye hizi counters. So both of them zinaonyesha sustained earning visibility. Nikiwa naongea na foreign investors, tunaona hapo persistent net selling. Hii kwa upande wa local investors nisiwatie mashaka. Cha kwanza pia we can take it positive side, kwa sababu when the market is anchored by local participants, inamaanisha kwamba whatever macro or geopolitical factors ambazo zitabadilika, soko litakuwa stable. Lakini pia kumbuka, wakati soko likiwa changa, most of investors walikuwa ni foreigners. Kwa kama unaongelea kwamba NMB ilikuwa ni 300, sasa hivi iko 15,000, 16,000, lazima mtu kama anakuwa anataka ku exit the market, a person who has bought it for 5 years back or 10 years back. Yeah.
Naomba nimkaribishe our next presenter ambaye ni Mr. Tamon Lupato CPAT aweze kutupitisha kwenye treasury bond market. Habari ya jioni ndugu wawekezaji. Salama Mr. Temon, karibu. Asante. Tunapata kidogo echo, sijui. Jackie hauja Okay, share okay. Okay. Yes. Karibu, tunataka kusikia. Mimi narudi sasa kwenye upande wa kuwa moderator kabisa. Nataka nielewe, mimi nataka kuingia kwenye soko la bond au tayari niko na bondi zangu kama za milioni 200. Wewe Mr. Don, nikitoka hapo unaniambia nini? Je, nibaki na position hii, niziuze, ninunue, nisubirie kalenda inayokuja? Mambo yanaendeleaje sokoni? Kwa sababu nasikia kwamba umeandaa presentation ambayo itagusa from the primary market to the secondary market. Karibu sana. Asante. Sasa habari tena ndugu wawekezaji. Kwa majina naitwa Temon Lupondo kama ambavyo presenter aliyepita amenitambulisha, na nipo hapa kwa ajili ya ku take through the overview of the performance of the treasury bond markets. Ukiangalia kwa kota hii ya kwanza ya 2026 serikali ilikuwa imeissue minada ambayo ilikuwa inatamani kukusanya kiasi cha shilingi bilioni 1.3, na ukikompea na kipindi cha kota ya nusu ya pili ya mwaka kwa mwaka 2025 serikali ilikuwa imeissue shilingi bilioni 2.14. Kwa hiyo unaona hapo kuna punguzo kati ya kutoka bilioni 2.14 mpaka bilioni 1.38. Lakini hivyo hivyo watu ambao walikuwa wametenda kwa maana ya bids ambazo zilikuwa zimepelekwa kwa ajili ya kuweza kusecure hii 1.3 bilioni ambayo serikali walikuwa wanataka, ilikuwa ni bilioni 1.18, sawa sawa na 3.6 zaidi ya kiasi ambacho serikali ilikuwa inakitaka. Lakini sambamba na hilo tunaona kwamba kumekuwa kuna kuporomoka katika yield to maturity, ambapo kwa kipindi hiki cha nusu mwaka ya kwanza 2026 tunaona BPS 247 zimeshuka kwenye yield to maturity, ambayo hii ni sawasawa na 2.47. Lakini jumla ya minada ambayo serikali ilikuwa imefanya, minada ya kuanzia miaka 2 mpaka miaka 25, serikali ilikuwa imefanya minada 10. Ukiangalia hapa kwenye hii ukiangalia kwenye hii schedule ambayo imewekwa hapa, utaona kuna nusu kwanza ya mwaka. Tumekompea nusu kwanza ya mwaka huu na nusu ya pili ya mwaka kwa 2025, ambapo ukiangalia kwa Januari ulifanyika mnada wa miaka 10, ambapo kiasi ambacho kilikuwa kimekuwa offered na public kilikuwa kimeizidi kwa mbali sana kiasi ambacho kilikuwa kimepokelewa na serikali. Lakini kwa mnada wa miaka 25 ambao pia nao ulifanyika Januari, kiasi ambacho watu walikuwa wamepeleka na kiasi ambacho serikali ilikuwa imechukua kiasi kingi sana kwa kipindi hicho. Na ukiangalia trend ilikuwa inaenda hivyo, lakini kwa sehemu kubwa sana minada ilikuwa inapeleka fedha nyingi, serikali inachukua pesa kidogo, ambapo the key observation ilikuwa ni kwamba demand imeendelea kuwa very strong, ambapo bids zimekuwa zina exceed offer kwa kiwango kikubwa, kama ambapo nimetangulia kusema bids za nusu ya kwanza ya mwaka 2026 zime exceed offer
mara 3.6. Lakini pia tumeshuhudia yield zikianguka kwa BPS 181 mpaka BPS 275, ambayo ni equivalent na 1.81 mpaka 2.75 across minada yote ambayo imefanyika kwa nusu hii ya kwanza ya mwaka 2026. Lakini pia tumeona kwenye minada ambayo imefanyika, minada 7 kati ya 10 minada 7 kati ya 10 minada 7 kati ya 10 tunaona serikali ilikuwa imechukua zaidi ya kile ambacho ilikuwa ambacho watu walikuwa wamekileta. Kwa hiyo ukiangalia in overview ni kwamba tunaona a slight decline katika issuance ya hizi government papers kwa nusu kwanza ya mwaka 2026 ukikompea na nusu ya pili ya mwaka ya 2025, tukiona kwamba yield zimeshuka, na hii inatokana pia na kuongezeka kwa prices katika hizi government bonds. Next, Jackie. Hii inatuleta pia kwenye yield curve analysis, ambapo hapa tumejaribu kucompare yield kwa kipindi cha nusu mwaka cha kwanza 2026 na kipindi cha nusu ya pili ya mwaka kwa 2025 kwa minada ya kuanzia miaka miwili, miaka mitano, miaka 10, 15, 20 na 25, ambapo ukiangalia yield kwa nusu pili ya mwaka ya 2025 yield zilikuwa ziko juu, lakini ukiangalia kwa hii nusu ya kwanza ya mwaka 2026 unaona yield zimeshuka, ambapo mnada wa miaka miwili mathalan umeshuka kutoka 11% mpaka 8.3%, ambapo hii ni kama punguzo la 2.7%. Mnada wa miaka mitano na wenyewe umeshuka kwa 2.5%, mnada wa miaka 10. Kwa hiyo in average ni kwamba yield zote zimeshuka, na hii inatokana na kwamba demand imekuwa kubwa na appetite ya serikali imekuwa iko chini. Kwa hiyo prices nazo zimekuwa kubwa, and prices zinazozidi kuwa kubwa yield inapungua. Next, Jackie. Sasa katika slide hii tunaona hapa turnover. Kama ambavyo tumesema pia activities zimepungua sana, kwa sababu ukiangalia watu wamekuwa wakileta fedha, lakini zinazochukuliwa ni kidogo, na in turn pia hata turnover na yenyewe imeendelea kudecline as we move by. Ukiangalia kwa April bond turnover across the market ilikuwa ni bilioni 245, ambayo na yenyewe pia ilikuwa imeshuka ukikompare month on month evaluations, lakini kwa mwezi Mei ilikuwa ni 524.7 bilioni na yenyewe ilikuwa imeendelea kushuka, imeshuka kwa 19%. Kwa mwezi Juni ambao tupo ilikuwa imeshuka mpaka bilioni 378.7, ikiwa ni shuko la 28% ukikompare month on month valuation, ambapo lakini turnover zinashuka, lakini pia ukija ukiangalia kwenye hii dani tulioiweka hapa ni kwamba price ukiangalia kwenye mwezi April face value turnover ilikuwa ni bilioni 245, lakini face value ilikuwa ni milioni 530, implying kwamba bonds zilikuwa zinaendelea kutrade at a premium. The same kwa mwezi Mei, turnover ilikuwa ni bilioni 525 ni approximate, lakini face value zilikuwa ni bilioni 431. Still bado bonds zilikuwa zinaendelea kutrade at premium. Lakini kwa mwezi June pia turnover ilikuwa ni bilioni 379, wakati face value ilikuwa ni bilioni 320. Kwa hiyo bado hata katika mwezi June bonds bado zilikuwa zinaendelea kutrade at premium, and of which ukitafuta average ya premium ya bond premium unapata ni 20.74. In a nutshell, tunaona kabisa kwamba turnover zimeshuka kutoka bilioni 645
kwa mwezi April mpaka bilioni 378.7, na hii pia inatokana na kushuka kwa yield. Watu wana choose other options za kwenda kuinvest, lakini pia tunaona kuna investment kubwa sana ambao investors walifanya during first quarter, na turnover za first quarter zilikuwa ziko juu sana kutokana na investment kubwa ambao watu wameifanya. Lakini pia tunaona premiums zimebakia kuwa at an average of 20.7. Lakini pia tunaona pia kuna hizi foreign outflows zimeendelea kupersist across Q2, ikiwa kwa mwezi April tukiwa tuna 32.8 billion, kwa mwezi Mei tulikuwa tuna 19.5 billion, na kwa mwezi June tulikuwa tuna 33.8 billion. Hizi nazo zikiendelea kufanya pressure kwenye our liquidity, kwa sababu this include the sales of the instruments ambazo our investors wanakuwa nazo. Kwa hiyo kuna hii outflow ya hizi funds. Next slide, Jackie. Yeah, this in a nutshell is what I was explaining earlier, kwamba ukiangalia hizi yield zinaenda zikiongezeka kwa kutoka miaka miwili. Kuna yield imekuwa ni 8%, although imeshuka kutoka ile ya mwaka jana ambayo ilikuwa ni 11%. Mnada wa miaka mitano na wenyewe, bondi ya miaka mitano iko kwenye 9%. Miaka 7 10%, miaka 10 na yenyewe kidogo, na yenyewe iko kwenye 10%, miaka 15. Miaka 7 mpaka miaka 15 unaona kwamba kiwango cha yield ni kama kinafanana mpaka miaka 20. Miaka 25 yield iko kwenye 11%. Lakini ukiangalia instruments ambazo tumezi highlight hapa, kuna bondi ya miaka 10 ambayo ina tenure ya miaka 10, coupon ni 13.5, ambapo average yield yake ni 9.5, na hii ndio bondi ambayo turnover imekuwa kubwa sana kwa mwezi June, ambapo imefanya turnover ya bilioni 76.8, lakini average price kwa mwezi Juni ni 127.8. Ukiangalia prices na zenyewe price iko juu, na ndio maana unaona yield imekuwa iko chini sana. Na ukiangalia kwa government paper ya miaka 20 ambapo inatoa coupon ya 12%, na turnover yake kwa Juni imekuwa ni bilioni 60.2, lakini yenyewe ukiangalia price ni 116.4. Hii turnover average yield imekuwa iko juu kwa sababu price yake kidogo imeshuka ukilinganisha na hii ya miaka 10. The same goes to government paper ya miaka 15, ambapo tunaona coupon zake ni 13.5, lakini sokoni zinapatikana kwa price ya 127. That's why yield na yenyewe imekuwa iko chini, inafanana kidogo na hii ya miaka 10 kwa sababu coupon zinafanana na price zinafanana. Lakini ukiangalia kwa huu mfano wa CRDB ambao tumeweka hapa wa hii bondi ya miaka mitano, ikiwa ina coupon ya 10.25, turnover yake imekuwa ni kidogo, ni 0.12 billion, lakini kwa price ya 82%, yield yake imekuwa ni 24.4. This is illustrating kwamba price inapoongezeka ya bond, maana yake yield inapungua. Next slide. Okay, apart from in our capital markets tuna instruments mbalimbali, tuna stocks kwa maana ya equity, tuna bonds kwa maana ya government bonds na hizo institutional bonds ama corporate bonds, lakini pia tuna ETF ambazo tunazo currently. We have 2 ETFs. Tuna hii hapa ya iTrust EAC pamoja na Vertex International. Lakini ukiangalia kwa market price movement kwa upande wa ETF ya iTrust, kwa mwezi April bei ilikuwa imeshuka kwa 3.3%, lakini kwa mwezi Mei ikawa imeregain kwa 0.85%, na kwa mwezi Juni pia imeendelea kupersist kwa maana ya kuendelea kupanda, imepanda kwa 3.39%. On the other hand, ETF ya Vertex yenyewe imekuwa experience kushuka kwa bei, ambapo kwa
kwa mwezi April hakukuwa kuna tofauti yoyote ukifanya month on month evaluations, lakini kwa mwezi Mei ikawa imeshuka kwa 5.19 na kwa mwezi June imeendelea pia kuendelea na mtiririko huo kushuka, ambapo imeshuka tena kwa 8.22. While these two ETF ya iTrust ina present NAV ya 1220 wakati ETF ya Vertex yenyewe ina NAV ya shilingi 335. Kwa hiyo ukiangalia hapo kwenye key insight unaona kabisa kwamba ETF ya iTrust yenyewe imeongezeka kwa 0.83 kwa maana ya price katika hii kota ya pili, na wakati huo huo turnover zikiongezeka kwa 164. Ukiangalia kwenye graph ambayo imewekwa hapa utaona kwamba kwa upande wa turnover iTrust kwa mwezi April alikuwa yuko na turnover ya 1.7 billion, wakati tukifanya comparison na Vertex ya ETF yenyewe walikuwa wana 0.58 billion. Kwa mwezi Mei iTrust ana 2.54 billion wakati Vertex akiwa ana 0.61 billion, na kwa mwezi June iTrust ana 3.45 billion wakati Vertex akiwa na 0.32 billion. Kwa hiyo ukiangalia hapo unaona kabisa kwamba pamoja na price ya ETF ya iTrust kuendelea kuimarika, pia turnover zake zimeendelea kuimarika pia, wakati ETF price ikiwa inaendelea kuporomoka kidogo, na pia hata turnover na yenyewe imeshrink. As you can see pia hata hapa kwenye hii graph inaelezea the same. Na hiyo Mr. Lupondo, hii inaonyesha kwamba ETF yuko kwenye wakati wa kuanza kufanya redemption, kuweza kufanya turnaround ya hii price movement kuelekea chini, pamoja na huku kupungua kwa turnover. kwa hiyo Mr. Lupondo kuna muda tulikuwa tunasema kuna next kwamba slide. No, ninajaribu kutengeneza insight hapa. Tulikuwa tunasema kwamba investor anaweza akaegeza kwenye hizi ETF especially the iTrust one, kwa sababu ile inatupa geopolitical diversification na even exchange wise, lakini bado tunaona trend ya market price bado haituamshi. Nasikika? Ndio, unasikika. Okay, nilikuwa nasema kwamba tulikuwa tunasema kwamba tuende kwenye hizi ETF, lakini bado tunaona kwenye soko la DSE amini secondary market bado hazijachangamsha. Kwa hiyo bado tunaona mtu anaweza akanunua bondi na akastand kutengeneza return kubwa kuliko akinunua hizi ETF, rather than bora tu aende kwenye direct equity investments. Thank you so much Mr. Thank you so much. Okay. Kwa hiyo natumai mpaka sasa hivi investors wana maswali ya kutosha kuhusiana na capital market kiujumla, lakini kabla tujafikia kwenye session ya Q&A, naomba tuendelee kukusanya maswali, maana I think we'll be having like 10-15 minutes for that. Nipende sasa hivi nimkaribishe CFE Dr. Mwasapi kwa ajili ya presentation aliyotuandalia. Kama tunavyojua tulitoka kwenye NMB AGM, toka tulivyotoka pale tukatoka na adhimio, wanahisa wakakubali na tukakubali, maana sasa stock brokers ni sehemu ya wawekezaji, tukakubali kwamba tupitishe adhimio la kuwa na share split kwa ajili ya NMB. Sasa share split ni nini? Maana mimi saa nyingine nachanganya share split na right issue, mara share split ikija itakuwaje, experience yake. Napenda sana nimkaribishe Mr. Dr. Mwasapi. Karibu sana Dr. Asante sana Nisikunyime na Jacqueline. cheo chako kingine cha financial educator. Shukrani na leo hicho ndo kilichonileta hapa
sijaja kugawa tembe wala sijaja kuchoma sindano. Basi lakini unaweza asante sana. ukachoma sindano ya elimu ya uwekezaji. Oh, hilo nitajaribu. Tukisaidiana na Ah, wewe. tutasaidiana fika. Naona CPAT yuko hapa na Ndiyo. kuna wawekezaji wengine ambao ni pro, basi hamna kilichoharibika. Asante sana. Basi kama dada Jackie alivyonitambulisha, mimi naitwa Dr. Paul Mwasapi, ni mwekezaji lakini pia ni financial educator ambaye nimepitishwa na BOT, lakini pia ni mteja wa Solomon wa muda mrefu, na pia ni mwalimu wa masuala haya ya fedha na uwekezaji community mbalimbali, ambayo mojawapo maarufu inaitwa uwekezaji katika hisa. Kwa hiyo nimefurahi kuja hapa kushare experience yangu na uelewa wangu pamoja na wawekezaji naona karibu 80. 83. Jackie akunijuza kuwa wateja wa Solomon pamoja na watu wanaofuatilia masuala ya uwekezaji wako active sana kupata watu 80 mida hii ya jioni ya Jumatano, kwa kweli ni jambo zuri sana. Kwa hiyo without further ado, kwanza kabisa ningependa kuwashukuru presenters waliotangulia. Kama umemsikiliza dada Jackie ametoa masomo mazuri sana ambayo lazima uyaconnect na banking sector, ambayo ni moja kati ya sekta pendwa sana katika masuala ya uwekezaji hasa hapa nchini kwetu. Dada Jackie amezungumzia issue za stable interest rate. Hicho ni kitu very attractive kwenye banking sector. Amezungumzia kuwa credit growth year over year inaendelea kukua. Kwa hiyo tuna postulate tu mnufaika mkubwa atakuwa ni banking sector. Sasa ukiangalia zile net interest margin zao zitazidi kuendelea kutanuka. Tumeonyeshwa viwango vya mfumuko wa bei viko manageable kwa zile passmark za Tanzania na za East Africa. Tumeonyeshwa very stable FX, tena ikionekana shilingi kuimarika kwa kama 2%. Hili ni jambo zuri sana, lakini pia tumeonyeshwa hata zile benki zetu pendwa zikiwa zimefanya vizuri. Naona pale jirani year to date performance ya 90%, ambayo ndo tutaenda kumdiscuss kuhusiana na split 90%. Ndugu wawekezaji, si jambo dogo. Ina maana mtu aliyeweka milioni 10 mwanzoni mwa mwaka huu sasa hivi ana milioni 19, mtaji wa milioni 10 na faida ya milioni 9. Tumeona Tembo naye ana faida ya kama 66%. Ina maana mtu aliweka milioni 10 sasa hivi ana milioni 16 na laki sita, ameshatengeneza faida ya zaidi ya 66%. Sasa sijui je, hiyo kazi unayoifanya au biashara unayoifanya kuanzia mwezi wa kwanza mpaka sasa hivi kama imeweza kukutengenezea faida kiasi hicho. Vile vile tumemsikia kaka Temoni ametupitisha vizuri sana kwenye masuala ya bond, na lazima uweze kuconnect kinachoendelea kwenye bond market pamoja na uwekezaji wako hasa kwenye haya mabenki. Kwa nini? Kwa sababu asset namba 2 hasa katika zile benki zetu pendwa unakuta ni government securities. Kwa hiyo uelekeo wa government security pia una kipaumbele cha pili kusema uelekeo wa faida hasa katika asset zile producing assets zilizoko kwenye benki zetu pendwa. Lakini pia mi nasemaga benki imewekwa vizuri, interest rate zikiwa zinapanda ina maana na yenyewe inaweza ikapandisha riba za mikopo. Interest rate zikiwa zinashuka ina maana hisa za mabenki zinapia more attractive kwa wawekezaji. Kwa hiyo hayo yote ni mazuri yanayoendelea kwenye banking sector kama tulivyopewa na watu wa mada waliotangulia. Sasa tukija kwenye topiki yetu ambayo inasema share split, an opportunity or a gimmick. Kwa Kiswahili tunaweza tukasema, je, hii share split ni fursa au ni kiini macho au ni janja janja? Sasa basi nimetengeneza slaidi chache ambazo tutaenda kupita kuweza kuona. Yes, sasa watu tunasikia stock split, stock split, stock split, na wawekezaji wa benki ya NMB tuliruka sana. Nakumbuka na dada Jackie alikuwepo kwenye mkutano pale siti za mbele kabisa pale, mkurugenzi Zaipuna alipotoa hii ajenda kwamba wawekezaji sasa waweze kuipitisha. Sasa kwa kifupi, stock split ni pale tu ambako tunaita ni corporate action, ambako
zile share zilizoko zinaenda kugawanywa kuwa share nyingi zaidi. Japokuwa wakati hili linafanyika, kinachotokea sio kwamba thamani ya kampuni inabadilika, lakini kinachotokea tu ni affordability, kuongezeka kwa ile bei kuwa ndogo au kuhimilika kwa wawekezaji. Na tunapofanya stock split kunatokea vitu kama vikubwa vitatu. Cha kwanza ni price adjustment. Tunategemea at day zero tutakapokuwa tumetangaza stock split, tutaona hisa zikishuka kwa ile factor ambayo imetangazwa na mamlaka pamoja na kampuni husika. Kwa mfano hapo share ilikuwa inauzwa shilingi 10,000 ikatangaza 1 to 5 share split, ina maana tunategemea sasa share yetu moja iwe shilingi 2,000. Lakini ukifanya share split unaweza ukaongeza ule wigo wa wawekezaji kwenye enterprise husika. Kwa nini? Kwa mfano share za NMB kwa sasa ziko shilingi 16,000. Ina maana ili uweze kununua na kwa kigezo cha share 10 kuwa minimum entry kwenye soko letu, ina maana inahitaji uwe na 160,000. Sasa unaweza kuona tu ni Watanzania wachache wanaweza wakawa wanakidhi hicho kigezo cha kushiriki kununua kampuni kama ya NMB na Yes, naona portfolio labda ya mwanafunzi wa chuo kwa sababu kununua 10 ni 1,500,000. Kijana anaweza kakimbilia. Dokta, naomba kidogo urudi nyuma kama dakika kama slide iliyopita hapo kama sekunde kadhaa, internet kidogo ilikata. Halo, nasikika au nimechomoka? Kuna muda ulitoka, so ulivyorudi naona slide nazo zimetoka display. Okay. Lakini pia tunaomba urudie pale ulivyokuwa una wind up ile slide ya kwanza, ndio tulipokupoteza. Okay. Yes, tunaona slides. Okay, sawa. Yes. Kwa hiyo Jackie, unaniambia nilipotea kuanzia hapa, si ndio? Yes, uko unataka kutoka slide ya kwanza kwenda ya pili hapo. Okay, kwa hiyo liquidity nimeshasikia nikielezea. Yes, saba tu wind up kidogo sentence moja then uchana. Okay, so tulikuwa tunasema liquidity itakuwa ni product ya hii wider participation, kwa sababu watu wengi watakuwa wanashiriki sasa kwenye masoko. Ule uwezo wa kuuza na kununua tunategemea tuone ukiendelea kupanda siku hadi siku, lakini pia tunategemea zile volumes ziweze kuongezeka initially tu kwa sababu namba ya share yenyewe imeongezeka, na turnover inaweza ikapanda kutokana na ushiriki sasa wa watu wengi kuwa wameongezeka kwenye kaunta husika. Sasa hapa dada Jackie, nitakutaka usikilize, maana ulikiri hapa pana kuchanganya. Mimi nachanganya stock split na rights issue, maana kuna wakati nilikuwa nasema labda Tanga Cement nayo, si mbona tuchukulie case study kama Tanga Cement, ukaniambia no ni NMB, na ukasema kwamba makampuni ambayo yamefanya kitu kama hii ni kina Safaricom, Equity Bank huko Nairobi. Kwa hiyo tukiona anakuja vitu kama hivi vinakuja Tanzania, tunaamini kwamba ndo maturity ya soko inaanza kupamba moto. Hebu take us through this tuelewe zaidi. Haina shida, with pleasure. Sasa kwanza kabisa hizi ni moja kati ya corporate action 3 ambazo zinatokea sana hasa kwenye masoko yaliyoendelea. Kwetu sisi ilikuwa ni kitu cha kigeni kidogo, kwa sababu ukiangalia katika historia kampuni zetu hasa hizi za benki tangia zimeorozesha hazijawahi kufanya stock split. Kwa hiyo unaona kampuni kama ya NMB ina miaka kama 18 tangia imeorozeshwa sokoni na ya CRDB ina miaka kama 17 tangia imeorozeshwa sokoni, ili tukio la stock split halijawahi kufanyika. Sasa kuna matukio matatu au tunaita corporate action 3 ambazo zimekuwa zikihusishwa na kuongeza
idadi ya hisa. Sasa kama unaangalia kwenye skrini yako, nimeweza kuchambua hapo stock split ambayo ndio hii tutaenda kufocus zaidi, lakini kuna tukio lingine linaitwa bonus issue au bonus share. Ni pale kampuni inapotoa, badala ya kutoa labda gawio, inaamua kutoa hisa kama kuwaongezea wawekezaji mrejesho wa uwekezaji wao. Lakini kuna tukio lingine ambalo linaitwa right issue. Hii right issue kwa sisi tumeshaiona kwenye masoko yetu, walishafanya Tanga Cement, walishafanya DCB kama sikosei, walishafanya Afriprice. Kwa hiyo hii right issue kidogo tumekuwa tukiiona hapa, lakini kwa stock split bado, hasa upande huu wa banking, ni kitu ambacho bado ni kigeni. Sasa maana yake ya stock split ni nini, au nini kinatokea wakati wa stock split? Wakati wa stock split ni kampuni inagawanya zile shares katika multiple ambayo itakuwa imependekezwa. Kwa mfano sasa hivi NMB wametangaza 1 to 10 stock split. Ina maana kama mtu alikuwa na hisa 10, zile hisa 10 alizokuwa nazo zitazidishwa katika hiyo fakta ya 10. Kwa hiyo atakuwa na hisa 100. Kama alikuwa na hisa 1000, atakuwa na hisa 100,000. Atakuwa na hisa 10,000, na kama alikuwa na hisa 10,000 atakuwa na hisa 100,000. Wakati upande wa bonus issue ni pale kampuni inaamua kutoa share za ziada bila gharama yoyote kwa mwekezaji ukilinganisha na kiwango cha share wanazomiliki. Upande wa right issue sasa ni kampuni na yenyewe inaongeza share, lakini itataka hizo share inazoongeza wewe kama mwekezaji uzilipie kwa kiwango maalum ambacho kampuni itakuwa imekiainisha kabla ya kutoa hiyo share split. Na mara nyingi kiwango hichi kinakuwa kiko kwenye discount, kinakuwa kiko kwenye punguzo ukilinganisha na bei ya iliyoko sokoni. Kwa mfano labda NMB sasa hivi kwa 16,000, ingekuwa labda imetoa right issue, ingeweza ikasema bwana, share naweza nikatoa share moja kwa share moja nyingine ya kununua kwenye right issue, na share hiyo labda itanunuliwa kwa shilingi labda 12,000. Kwa hiyo ukilinganisha bei ya sokoni 16,000, mwekezaji anaweza kununua kwa shilingi 12,000, anakuwa amepata nafuu fulani. Sasa kwenye stock split ni share zinaongezeka tu idadi, lakini kwenye bonus issue pia share zinaongezeka idadi kutokana na umiliki, lakini hakuna gharama ya ziada ambayo utatoa. Kwenye right issue lazima utoe gharama kununua zile share mpya ambazo zinakupa hiyo haki ya msingi ya wewe kuzimiliki. Kwa hiyo kwenye stock split na bonus issue, kwa kifupi, hakuna hela inayotoka tena kwa mwekezaji kurudi kwenye kampuni, lakini kwenye right issue hela basi lazima irudi nyingine kwenye kampuni pale mwekezaji atakapotoa gharama kununua zile share mpya ambazo kampuni imezitoa. Sasa source ya share zinatoka wapi kwenye stock split? Kwenye stock split ni zile zile share zako ulizokuwa nazo zinazidishwa tu na ile factor au multiple iliyopendekezwa kwenye stock split. Lakini kwenye bonus issue kiwango kidogo kwenye vitabu vya kampuni, kama ni mtaalamu wa kusoma balance statement, mara nyingi kuna kampuni inaweza ikawa na section imeandikwa retained earnings au reserves, au kunaweza kukawa kuna kitu kimoja kinaitwa share premium. Ile inaweza ikameguliwa ikapelekwa kwenye sehemu moja tunaita share capital, alafu vikaongezwa vipande au hizo share kwenye outstanding share. Lakini kwenye right issue share zinatoka wapi? Ni zile utakazonunua kwa kununua na kuraise mtaji wa kampuni kutoka kwenye hela yako kama mwekezaji. Sasa mabadiliko gani yanatokea zikitokea corporate action hizi zote tatu? Upande wa stock split hakuna kinachobadilika. Hakuna kinachobadilika. Na upande wa bonus issue hakuna kinachobadilika pia, kwa sababu bonus inaingia bure na mwekezaji hahitaji kuongeza chochote, idadi yake tu ya hisa ataona imeongezeka. Lakini kwenye right issue lazima ule uwekezaji kwa shareholder uongezeke at the proportion ya ile amount ambayo shareholder wamesubscribe kwenye hiyo right issue. Upande wa bei, kwenye upande wa stock split bei lazima ipungue at the same proportion ukilinganisha na ile factor. Kwa mfano tumesema sasa stock split imetokea katika
1 to 10 na bei ni 16,000, tunategemea basi bei mpya at day 0 post split iwe shilingi 1,600. Lakini kwenye bonus share face value inaendelea kuwa ile ile. Kwenye right issue face value inabakia vile vile, lakini mara nyingi soko linaenda kuiadjust face value. Hello? Yes, naona Split price, uwiano wa split share na wa mtaji paid capital kwenye stock split haibadiliki. Nilipotea, nimerudi au sionekani? Naona network inaendelea kufanya vitendo. yes, umerudi, slide tunaziona, labda tu urudie hapa kwenye issue ya face value kubadilika, uanzie hapo. Kwenye face value. Yes. Okay, sawa sawa. Basi kwenye face value tunategemea kwamba kwenye stock split face value ita decrease, itapungua ukilinganisha na ile multiple ambayo share company imeipropose. Kwa mfano NMB labda imepropose 1 to 10 split na share kabla ya split au pre-split price ilikuwa 16,000, tunategemea post split ile bei igawanywe kwa 10. Kwa hiyo basi itakuwa labda 1,600. Kwenye face value upande wa bonus issue inabakia vile vile. Na upande wa right issue face value inaweza kubadilika ukilinganisha na market itakavyo react na hiyo right issue. Mara nyingi right issue itakavyokuwa imetangazwa hizo pesa zinaenda kufanyia nini. Kama ni kitu ambacho kitawafurahisha watu wawekezaji kwenye soko, unaweza ukashangaa hata bei inapanda baada ya hapo. Lakini pia kitazingatia uwiano wa right issue, labda ilikuwa 3 to 1, kwa hiyo kuna theoretical price ambayo wawekezaji wanategemea baada ya right issue. Kwa hiyo inaweza ikachange kulingana na hizo sentiment mbalimbali. Upande wa namba ya share, upande wa stock split, share zitaongezeka in the same ratio na ile split factor. Kwa hiyo ukisema labda ulikuwa na share milioni 500 kama NMB, sasa ukatoa 1 to 10, tunategemea share zitoke milioni 500 ziende bilioni 5 kwa sababu zimeongezeka kwa ile multiple ambayo ni split factor. Kwenye bonus issue share zitaongezeka kwa ile ratio iliyokuwa declared. Kwa mfano unapata bonus ya share moja kwa kila share 3, tunategemea baada ya bonus issue kukamilika share outstanding ziongezeke namba yake kwa 33%. Upande wa right issue pia idadi ya shares zitaongezeka kwa idadi ambayo zimekuwa subscribed na wawekezaji upande wa right issue. Upande wa mtaji, upande wa stock split na bonus hakutakuwa kuna badiliko lolote, lakini kutakuwa kuna ongezeko la mtaji kwenye kampuni kwenye right issue kwa sababu imekusanya mtaji mpya kutoka kwa wawekezaji. Sasa kwa nini kampuni ifanye hizi corporate action au ichague moja badala ya nyingine? Mara nyingi inachagua corporate action ya kwanza ambayo ni stock split kama inataka kuongeza liquidity na kusababisha share zake ziwe affordable kwenye stock market, kama hivi tunavyotarajia NMB inaenda kufanya. Share ya 16,000 ukilinganisha na share ya 1,600 kwa haraka in terms of price, unaona ile 1,600 iko more affordable. Lakini mwekezaji usichanganye kitu kuwa affordable na kitu kuwa cheap. Kwa hiyo mara nyingi wengi wamekuwa nadhani kitu kikuwa affordable automatically kimekuwa cheap. Hapana,
hiyo tutaenda kuidiskasi huko mbele zaidi. E, bonus shares na issue pale kampuni inapotaka kuwa reward au kuwapa wawekezaji mrejesho au zawadi na wakati wengine wanafanya hizi kukiwa kuna matukio maalum, labda kampuni inafikisha miaka 20, 25, 30, lakini pia inafanya hivyo ikiwa haitaki kutoa ule mtaji. Unajua, unapotoa labda gawio, kuna baadhi ya mtaji ulio kwenye kampuni unawarudia wawekezaji. Kwa hiyo kampuni inaweza ikaamua yenyewe itoe bonus alafu ikabaki na ule mtaji. Right issue mara nyingi inafanyika ili kuongezea kampuni mtaji. Kwa hiyo kutokana na mahitaji ya kampuni kampuni itaangalia ichukue corporate action ipi. Impact kwenye market price, mara nyingi market ina adjust downward kutokana na ile split factor kama vile tulivyozungumza kutoka 1016 mpaka 1600 kwa mfano. Lakini pia kwenye bonus issue pia market inaweza ika-adjust downward, na kwenye right issue tunategemea market i-adjust mpaka kwenye ile price ambayo tunaita ni theoretical price. Kwa mfano labda imetolewa right issue ya hisa moja kwa kila hisa tatu. Sasa labda hisa moja ilikuwa shilingi 500, lakini hisa iliyotolewa kwenye right issue ni shilingi 300, basi tutachukua 500 mara 3, hapo tutachukua 300 mara 1, tutazijumlisha zote, tutaganya kwa hizo idadi ya share 4. Basi hiyo ndio tunaita theoretical X price ambayo tunategemea sasa hisa zi-adjust. Japokuwa hiyo ni kama figure, ndio maana tunaita theoretical. Market inaweza ika-adjust downward au upward kutokana na sentiment ya ile capital iliyokusanywa kwenye right issue inaenda kutumika wapi. Sasa Jackie, nadhani hapo nitakuwa nimekuondolea ile sintofahamu. Sijui tumeshaelewana? Naona Dokta, umeniongezea mikanganyiko mpaka najikuta nabidi niulize huku na huku, na naona hapa hata kuna Madam Holiness naye anasema sasa kukiwa na hiyo share split lazima ninunue, yani nashindwa kuelewa kwamba share split na right issue ni vitu viwili tofauti au ni kitu kimoja, vinaenda sambamba au la? Tofauti. Hiyo ni unayouliza ni swali hilo la kwenye hii row namba 3, consideration. Kwenye stock split no cash involved, hautafanya chochote. Okay. Ila kwenye right issue shareholder must participate kwenye hiyo right issue ili apate hizo shares ambazo zitakuwa na right for that corporate action. Thank you so much. Mimi naona bora tuendelee kukimbizana na darasa kabisa, mambo yanaeleweka. Asante sana Jack. Yes. Basi wakati tunaenda kwenye hilo tukio la split tulijaribu kupitia scenario mbalimbali, na hizi scenario zilizoko hapa zinategemea assumption mbalimbali ambazo hizo assumption tumeziweza kuzifanya kutokana na hizo characteristic features za kitu kinachoendelea kwenye split. Sasa split kwa mfano ikitokea na kipindi hicho bei ikawa kama ilivyo sasa ya 16,000, tunategemea katika day zero, katika ile siku ya kwanza kabisa tunategemea bei itaenda kuwa shilingi 1,600. Sijui nasikika vizuri hapo? Naombeni mnipe reaction. Yeah, tunakusikia vizuri. Sawa. Baada ya hapo sasa tutakavyoendelea tunategemea market can adjust. Kama itaweza kuadjust upward kutokana na hizi assumption tulizokuwa tunazifikiria, kama kuongezeka kwa retail buyers kwa 52%, lakini pia kuongezeka kwa participation na liquidity, inaweza bei ika-adjust hadi kwa asilimia hizo 22. Hizi jamani, si ushauri wa kifedha, ni anticipation tu kutokana na response ya corporate action zingine zilizotokea pamoja na experience ya split za kwenye masoko ya regional kama Kenya.
Kwa hiyo Mr. Mwasaki anachotaka kusema ni kwamba tulidhani kwamba NMB labda ina trade kwa 16,000 si ndio? Kwa Ndiyo. hiyo pale street price ikitokea itakuwa 16,000, kumbe la hasha, si hivyo, kwamba the moment DSE waki divide by 10 Yes. na soko likiweza tusemeje, likiweza kuincorporate na ile force of demand and supply, tunaweza tukapata price mpya kabisa ambayo sisi calculation zetu za kawaida tunachukua tu current price divide by 10, kumbe si hivyo. Inatokana pia na mwamko wa soko, na kama ulivyosema hapa kama nilivyokuelewa kwamba kumbe kutakuwa kuna new retail buyers. Labda utuambie kwa hawa retail buyers watatokana na nini? Kwa nini tuwe na new retail buyers kwenye counter ya NMB sasa? Is it issue ya accessibility? Ni issue ya nini? Kikubwa dada Jackie, ni issue ya accessibility. Hiyo ya kwanza, kwa wale wote ambao walikuwa hawawezi kuaccess hisa sasa, kwa mfano za NMB kwa ajili ya bei sasa hivi wanaweza. Hisa ilikuwa 10 ni 160,000 entry, sasa hivi itakuwa hisa 10 inaweza ikawa ni 16,000 kama tutasema technical post split bei ni 1,600. Kuhusiana na bei, post split bei lazima ishuke downward. Mara nyingi inategemea zaidi ile bei ambayo siku ya mwisho ya lile tangazo walizosema likoje, na day zero itagawanywa kwa 10 na itaanzia hapo kwenda juu. Lakini post split hatutegemei bei ikawa 16,000. Ukisema bei itakuwa 16,000 na hisa za NMB ziko bilioni 5 post split, inamaanisha benki ya NMB market capitalization yake itakuwa ni trilioni 80 kwa hesabu za haraka haraka, jambo ambalo ni zaidi ya mara 4 ya domestic market. Kwa hiyo bei haitabakia hiyo 16,000, bei itategemea ile factor pamoja na ile bei ya siku ambayo tutaanza kutrade siku ya nyuma yake ilikuwaje. Japokuwa tukishaanza kufanya hivyo tunategemea pia hata post split ongezeko la watu, ongezeko la speculator pia, lote hilo li drive demand ambayo inaweza ikapandisha bei. Japokuwa hiyo ni scenario number 1. Scenario number 2, kunaweza kukatokea take profit activities ambako wawekezaji sasa wale wengi ambao walinunua pre split wakawa wanataka kuchukua faida zao na kuenda kwenye mambo mengine. Ndo hapo hiyo scenario tumeweka bei inaweza ikacorrect kidogo mpaka around 1,400 post split. Japokuwa baada ya hapo tunategemea tu recovery kama tunavyoona mazingira ya banking industry kuwa mazuri, pamoja na fundamentals za benki kuendelea kuwa bora, hii price iendelee ku appreciate. So kwa haraka haraka kuna scenario ambazo mwekezaji anaweza akaconsider scenario kama 3. Anaweza akaamua ku accumulate hizi hisa kabla ya split katika bei zile za 15,500 hadi 16,000 ambazo ziko sasa, na akishafanyiwa post split, kwa sababu split yetu factor yake ni 1 to 10, tunaamini cost basis yake itakuwa around shilingi 1,550 hadi 1,600, na tunategemea basi kama Hello, kuna mtu anaongea. Tunategemea kama mambo yatakuwa mazuri basi ni kitu nasikiliza. Kama mambo yatakuwa mazuri. Mimi nakuwa nawaza stress, mimi nawaza hela. Hello, dada Hekima, zima maiki yako. Tunategemea basi anaweza akapata upside ya 20% hadi 32. Mwingine anaweza akaamua kuingia pale ile itakapofanyika split na kukatokea ile correction. Kwa hapa tuliassume correction ya kama 7% kurudi kwenye pre-split prices za 14,000, lakini kwa ratio ya 10 ndio maana unaona iko 1,400 hapa. Basi akiweza kununua kama correction hiyo itatokea, ana uwezo wa kuweza katika target za 1,800 hadi 2,000 akawa ametengeneza faida ya
asilimia 20 hadi 30. Mwingine anaweza kwa mwekezaji ambaye anataka accessibility akanunua ile price ya siku itakayo split, assuming ita split na itaanza na day 1 kutrade kwa 1600 na kaenda mpaka baada ya mwaka ikawa kwenye zoni ya 1800 hadi 1900, anaweza akawa ametengeneza faida ya asilimia 13 hadi 22. Sasa haya yote yana hatari zake. Hii scenario ya kwanza ina hatari za kuotea soko na scenario ya pili, hilo dip unaloliongelea linaweza lisitokee au likatokea lisiwe na ukubwa huu. Ikitokea ikawa na ukubwa mkubwa zaidi, hiyo itakuwa ni manufaa kwako, na huyu atakayechukua hatari ya kununua share baada ya split pia hategemee pia kutakuwa kuna volatility kutokana na hizo profit taking pamoja na speculation ambayo ipo kwenye soko. Lakini all in all, tukio hili kwa ujumla ni fursa, kwa sababu linatoa fursa. Ukiangalia kampuni kama ya NMB ambayo tumeona dividend yield ya mwaka huu ilikuwa kama 4%, na historically inakuwa hapo kuanzia 3% hadi 5%, na potential ya capital gain, basi inakuwa ni chaguo zuri kwa investor. Kwa wale traders, basi anaweza akatumia hiyo opportunity kama kutakuwa kuna market correction kutokana na hizo taking profit activity zitakazotokea post split, akaweza akachukua fursa ya kuingia ya kutoka wakati share iko juu sana na kuja kuingia tena wakati imecorrect, ili akapata ile average basis nzuri ya position yake aliyonayo. Ukumbuke haya tuliyozungumza na hii tuliyomap si Biblia wala si msaafu, ni projection tu kutokana na assumption ambazo tumeziona kwa experience ya soko ambavyo limekuwa likifanya kipindi cha corporate action pamoja na uzoefu wa masoko mengine hasa ya nchi ya Kenya yalivyo behave kipindi cha stock split. Sasa je, kuna faida gani na athari gani au hatari gani za kununua kwa sasa? Unaweza ukapata low entry kama utakuwa unanunua kwa hichi kipindi kama tulivyoona pale kwenye 15,000 hadi 16,000. Ina maana kama itakuwa price ya 1,600 ndio tutaanza kutrade nayo, ina uwezo wa kuwa entry nzuri sana katika position yako. Lakini pia tunategemea liquidity itaongezeka, na mara nyingi counter kadiri inavyozidi kupendwa basi liquidity yake na price appreciation tumeona mara nyingi ikiwa ina trend on the positive side. Hatutegemei mabadiliko makubwa kwenye upande wa gawio, kwa sababu ufanyaji kazi wa kampuni hauathiriwi na hichi kitu cha stock split. Na gawio linaweza likawa relatively inafanania ukiadjust na ile split factor. Yaani namaanisha kama gawio lilikuwa 610 na labda benki ikafanya vile ilivyofanya tena mwakani, tutegemee gawio around the same tukiwa tumeliadjust kwa ile split factor. Halitakuwa tena 610, labda litakuwa 61 na kuendelea. Pia tunategemea itakuwa ina uwezo wa kuwa included kwenye index mbalimbali, kwa sababu index zetu kwa mfano nyingi ni market weighted. Kwa hiyo kampuni inavyozidi kufanya vizuri, ile market capitalization yake inazidi kuongezeka na portion yake ya inclusion inazidi kupanda. Kwa hiyo tukija kuwa labda na index funds au index ETFs ambazo zina track DSE, tunategemea zinaweza zikawa zinakuwa zinahitajika kununua hisa ya NMB kwa wingi zaidi passively na kuendelea kuongeza value kwa shareholders. Vitu vinavyoweza kutokea ni short term volatility. Wawekezaji wengi wa muda mrefu, wengine wanaweza wakataka kuchukua profit, kwa hiyo kukawa kuna swing ya bei. Lakini pia kuna wawekezaji wapya na wenyewe ambao walikuwa wana access wakawa wanaingia kwenye soko. Kwa hiyo kule kukanyagana, tunategemea tuone bei zikipanda na kushuka.
kitu ambacho kilikuwa ni kigeni sana kwenye kaunta ya NMB. Kaunta ya NMB ilikuwa imetulia na price movement zilikuwa sio kubwa sana kwa sababu hata kwa sheria za trading rule kaunta ya NMB ni kampuni ambayo mtaji wake umezidi trilioni 1 lakini ina share chini ya bilioni 2. Kwa hiyo ilikuwa inaruhusiwa kupanda kwa 2% juu au kushuka kwa 2% chini kwenye ile bei iliyofungulia siku. Lakini tunavyofanya split tutaingia kwenye territory mpya. NMB itakuwa ni kampuni ambao mtaji wake ni zaidi ya trilioni 1, lakini pia itakuwa ina hisa zaidi ya bilioni 2, na kwa sheria za DSE itakuwa inaruhusiwa kwenda juu kwa 5% au kushuka chini kwa 5% ukilinganisha na ile bei ya siku iliyofunguliwa. Kwa hiyo unaona kabisa hilo litaongeza ile volatility. Kutakuwa kuna speculative trade, kuna watu wengine wameingia kwenye hii split wakiwa tu wanataka kupata capital gain na ikisha wasave kwa kiwango wanachotaka basi watatoka, na wao si wawekezaji wa muda mrefu. Kwa hiyo tunaweza tukaona hizo activity zikiongezeka sokoni. Kitu cha kukumbuka kwenye split, hakuna value creation yoyote. Split haibadilishi utendaji na fundamental za benki kwa namna yoyote ile, kwa sababu haichukui mtaji wa ziada kutoka kwa wawekezaji. Ni namba tu ya share imebadilika. Kwa hiyo tunategemea earnings, asset za kampuni, strategy ya kampuni, faida inayotengeneza kampuni relatively ziwe unchanged kutokana na split. Basi nilitaka niwaonyeshe pia hii shareholders structure ya NMB kwa sababu kulikuwa kuna maswali mengi kuwa NMB ana hisa milioni 500 akifanya 1-10 split, ina maana hisa zake zinaenda kuwa bilioni 5 kutoka hii milioni 500 uzidishe mara 10 inakuwa bilioni 5. Sasa hisa bilioni 5 zikaonekana ni nyingi kidogo lakini nikataka tu niwakumbushe kwamba hisa nyingi za NMB zinashikiliwa na taasisi kwa hiyo utaweza ukaona hapo karibu 32% iko kwenye government. Hatutegemei government ni mwekezaji ambaye anataka kuuza hisa hizi leo au kesho. Lakini pia unaona kuna mapension fund au institutional fund kama hii NSSF Uganda, na yenyewe ina kama 5%. Hawa ni strategic investor ambao wakiwekaga pesa zao basi wanapenda kushikilia position kwa muda mrefu. Lakini pia NMB ina Arise BV ambaye naye ana hold hisa kwa kama 35%. Kwa hiyo unakuja kuona hisa zilizoko kwenye general public ni hisa 10.88, tena zimepungua kutoka 10.93 mwaka 2024. Kwa hiyo ukweli ni kwamba ni kama hisa milioni 500 tu ndo ziko available, zitakuwa available. Hiyo tunazungumzia post split. Kwa sasa hivi tunasema ni hisa kama milioni 50 ndo zinakuwa ziko available kwa trading ya mara kwa mara, kwa sababu zimeshikiliwa na general public ambao tunaamini wengi ni retail investor, japokuwa sio wote wanauza. Sasa post split ina maana hisa za NMB zitakazokuwa ziko kwenye general public ambao ndo tunategemea wanaweza kutrade zitakuwa ni milioni 500. Hii unaweza ukaziona ni nyingi, lakini ukiangalia kwa mfano tu kampuni labda ya CRDB tayari ina hisa bilioni 2.6 na general public wanashikilia hisa zaidi ya 30%. Kwa hiyo unaona wao tayari hata kabla ya split wana hisa zaidi ya bilioni 1 ambazo ziko kwenye general public. Kwa hiyo hizi hisa wengine walikuwa wana hofu kubwa kwamba post split basi zitakuwa ni hisa nyingi zimerundikana na ile supply side basi imezidiwa au imeelemewa, lakini hayo sio matarajio kutokana na hawa investors wakubwa na institutional na government walio. Pia hawa investors wakubwa inatakiwa wakupe wewe imani kama serikali ipo, makampuni na mabenki kutoka
Wadachi wamewekeza kwenye NMB na wana control majority positions, ina maana pia wanatoa direction kampuni inaendaje na wanafuatilia kampuni kwa karibu. Kwa hiyo wewe kama mwekezaji basi unaweza ukanufaika na huo usimamizi wa hao walio machua sokoni. Otherwise, NMB ni benki nzuri and fundamentally ni benki ambayo inafanya vizuri sana na ndo benki ya kwanza, tunarudia, benki ya kwanza Tanzania kutengeneza faida kabla ya kodi kuvuka trilioni 1. Katika mashirika yote Tanzania hakuna shirika ambalo liliwahi kuripoti faida kabla ya kodi ya zaidi ya trilioni 1. Lakini pia ndio benki ambayo ni mlipaji kodi mkubwa wa kwanza Tanzania. Hiyo inaonyesha jinsi gani ambayo inategemewa katika uchumi wa nchi yetu. Lakini pia ni benki ya kimkakati, iko kwenye zile domestic systemic important bank. Ni benki ambayo hata serikali na mamlaka na regulator wanaiangalia kwa karibu kuona kila kitu kinakwenda sawa. Earning per share ilikuwa na earning per share ambayo imekuwa ikikua year over year kwa karibu 20%, ilikuwa ni shilingi 1519. Kwa hiyo tutegemee post split iwe zaidi ya 152 na kuendelea, na ina asset ya zaidi ya trilioni 17, na mwaka huu ilitangaza dau nono kabisa kama gawio la shilingi 610. Kwa hiyo wawekezaji kwa ujumla, hii ni opportunity kwenda kufanyika split, kwa sababu NMB na strong fundamentals, lakini pia baada ya split itakuwa na a very nicely diversified shareholder base, na kwa sababu inapata kipato kizuri, tunategemea basi iweze kuendelea kufanya hivyo na ilete value hasa kwa long term investors. Basi mimi nadhani hii ndo slide yangu ya mwisho. Asante sana dada Jackie, nirejeshe kipaza sauti kwako. Asante sana Dr. Mwasapi. Naona darasa limeenda vizuri. Mi mwenyewe nilikuwa najua tu kuna one way ya kufanya hii kitu, ninunue tu nitulie, lakini kumbe naweza nikanunua, nikauza na nikanunua tena, just kulingana na jinsi soko tunavyoliona, na kama sasa hivi tunavyojua tunaweza kupata access ya MTP platform, tukaona order zikoje na nini. Kwa hiyo ni fursa ya mwekezaji kuendelea kujua namna kutumia infrastructure za soko, na ili uweze kujua kwamba nimenunua kwa 14,000 labda 600, lakini naona post split imefika 1750. Amini post split ikakuwa 1750. Kwa hiyo pale unasema ngoja niuze, ni kama low season, kama naona hii inaenda inashuka, then I can buy again. Kwa hiyo ni fursa kwa wawekezaji kunajua huku zamani tulikuwa tunazoea kwamba unanunua kitu una hold, lakini sasa hivi kutokana na soko linapokuwa vibrant, una uwezo wa kununua na kuuza na kurudi tena kwenye hiyo counter. Nikushukuru sana presenter wetu wa kwanza kabisa Mr. Temon Lupondo, lakini pia na Dr. Mwasapi CFE. Nipende nikaribishe muda wa Q&A kama dakika 10 hivi, maana tumekula muda kweli kweli. Nipende kukaribisha maswali. Kuna wengine mnaweza mkaacha maswali kwenye chat session, lakini mwingine unaweza unmute mic au raise hand, whatever, tuweze ku carry on the Q&A session. Karibuni. We only have 10 minutes and maybe spare 5 minutes. Let's wind up. Wawekezaji wamekimbilia sijui sokoni. Na mambo si mambo. Tumetoka kwenye AGM tulijua bwana hii itaiti 15,000.
ghafla tukakuta mark imepanda, limit imefika 16. Sasa hivi kilichobaki ni kusema bwana, tunaweza tukafika 17 na tunaangaliana hapa na tujui hiyo timetable itatoka lini. Naona hapa kuna mkono Yes, naona kutoka kwa TM. Ngoja tumruhusu aongee. Yeah, Halo. yes, karibu. nilikuwa napenda kuuliza utaratibu wa kuuza bondi ya serikali kwenye secondary market ukweje, na kwa hali iliyoko sasa hivi labda inachukua muda gani mpaka kupata mteja? Okay, thank you so much TM kwa swali zuri. Ukitaka kuuza bondi yoyote ile, either ni corporate au government, unaenda unamtafuta broker, na sisi Somo Stock Broker tuna facilitate kuuza bondi kwenye secondary market. Kwa hiyo ninachukua oda yako, sisi ndo tunakuwa tunajua demand iko wapi, na kama wewe unataka kuuza, maanake sisi ndo tuna integrate ile demand and supply, tunafanya ile matching process. Kwa sasa hivi bado DSE hawaja update mfumo kuweza kufanya hizo trading za bondi kwenye secondary market. Kwa hiyo utatufuata sisi, utatuambia labda mimi nina bondi labda ya milioni 50 nataka kuuza, ni wewe unaweza ukataja in terms of bei au unaweza ukataja in terms of yield, kutegemeana tu na jinsi una understanding ya mambo ya bond. Kwa liquidity kwa sasa hivi naweza nikasema, kwa sababu tuko kwenye premium, ni muda mzuri kama unataka kuuza bondi. Kuuza muda ambao ita take place inategemeana na aina ya bondi unayouza ina liquidity kubwa kwenye secondary market. Tumeona data pale kutoka kwa Mr. Temon kwamba bondi za government ndo zina high liquidity, lakini za corporate liquidity yake inakuwa yield inakuwaga chini. Lakini kama ni issue ya maybe ni emergency inauzika, lakini tu unakuwa kwenye zile price negotiation kidogo kwenye upande wa corporate zinakuwa chini. Kwa hiyo tunakaribisha sana kwa maelezo zaidi. Asante. Yes, sijui contact unazo? Nazo. Yes, karibu sana. Yes, karibu Mr. Christopher. Hello. Yes, karibu. Asante. Kuna kitu sijaelewa hapo kuhusiana na hiyo qualification ya hizo stock za NMB. Hiyo term hiyo ya kusplit kwamba bondi 10 sasa hivi ya NMB after hiyo umezungumzia nini hiyo splitting? Mtu anaweza kununua kama nimenote kama 16,000 instead of hiyo 100,000 kulingana na hiyo price ya sasa hivi per share. Hapo sisi nimeelewa vibaya sana, nataka hapo clarification, yani kwamba hiyo 10 share sasa hivi itaenda after hiyo wanachofanya hiyo split itaenda kuuzwa kwa hiyo bei hiyo 16,000, then hiyo accumulation after years hiyo itakuwaje, yani malipo yake itakuwaje? Naomba clarification hapo, sijaelewa vizuri. Naye asante sana. Tunapenda maswali, wala hamna swali dogo wala swali kubwa. Ningependa nimpatie kipaza sauti Dr. Mwasapi aweze kutoa hiyo clarification. Karibu. Yes. Asante sana Jacqueline na Christopher kwa swali zuri. Nadhani hiyo nilielezea pale. Kwa mfano bei yetu ilikuwa 16,000 ambayo ndo iko mpaka sasa hivi sokoni, na split bado haijaenda kutokea. Soko la hisa linataka ukiwa unanunua hisa ununue kuanzia hisa 10. Ina maana ukichukua 10 mara 16,000 kwa sasa utahitaji 160,000 minimum. Kwa hiyo ukiwa unaenda kununua hisa za
NMB unahitaji 160,000 na kuendelea. Hiyo ni pati ya kwanza. Pati ya pili, ikitokea tukafanya spliti, labda bei baada ya spliti ikawa ni shilingi 1,600. Unachukulia mfano. Sheria za soko ni zile zile. Ili kununua hisa unahitaji kuanzia hisa 10 na kuendelea. Sasa kama ulikuwa unataka kununua hisa 10 za NMB post split, labda hisa moja ni 1,600, unaona kwamba kuanzia shilingi 16,000 utaweza kuingia sokoni na kupata hisa. Hiyo inamaanisha watu wengi sasa baada ya split watakuwa na access ya kununua hisa za NMB ukilinganisha na hali iliyopo sasa. Nadhani hapo nitakuwa nimejitahidi kumjibu kaka Christopher. Hapo nimekuelewa. Yes. Thank you so much. Asante sana kwa kutupatia hiyo clarification. Karibu Dan Top. Karibu. Naamini hatutoweza kupata maswali yote. Naomba mengine yataachwa kwenye Q&A. In case kwamba muda utakuwa umetutupa mkono, basi tutayakusanya vizuri na kuandalia majibu yake na kutuma kwenye WhatsApp group. Karibu Mr. Dan. Asante. Nataka nimuulize Dokta, kwa nini volatility kwenye soko la hisa iko controlled 2% mpaka 5%, na isiwe kama masoko mengine ambayo inawezekana volatility ikaenda mpaka hata 50% ya share price? Asante. Umeuliza kitu kizuri sana kaka Dan. Kwanza kabisa ni kuhakikishie hakuna soko la hisa duniani ambalo halina price limit. Masoko yote ya hisa yana price limits. Na volatility inaleta stability fulani. Kwa mfano umesema labda asset ingekuwa ina uwezo wa kushuka 50% kwa siku. Imagine ulikuwa na portfolio ya milioni 100, unaamka kesho iko milioni 50. Ikishuka tena kwa 50%, kesho unaikuta milioni 25. Kwa hiyo stability, mara nyingi masoko yote yatakuwa yana open price ambayo kuna fluctuation inayoruhusiwa kwenda juu au kwenda chini. Inaweza ikawa imebezi kwenye asilimia au kwenye idadi ya hisa kupita katika bei fulani, kama sheria zetu za DSE zilivyokuwa. Nadhani zilivyobadilishwa hivi juu, sasa hivi ndo tunaenda kwa asilimia, lakini ilikuwa ni mpaka idadi fulani ya hisa ipite, ilikuwa na 0.025 ipite ya outstanding share katika bei fulani, ndo bei inabadilika. Kwa hiyo hizi tu ni mechanism za masoko kuhakikisha yanakuwa yako pricing, lakini otherwise bei zingekuwa ziko so volatile, haitoi hata amani kwa uwekezaji. Imagine leo bei ni 16,000, alafu ikaongezeka 50%, kesho ukaamka ukuta 24,000, kesho ikashuka 50% tena ukuta 12,000. Kwa hizo fluctuation ziko controlled kwa kiwango fulani, ili soko liwe lina mustakabali ambao uko vizuri. Kwa ni sheria za DSE, na masoko mengine yanaza kwao zinakuwa tofauti kidogo. Kuna asset class zingine ambazo ziko over the counter, ziko regulated na masoko kama cryptocurrency pamoja na forex. Hizo zinaweza zika move widely, lakini masoko ya hisa ambayo yanakuwa yako regulated, yote ninayoyafahamu mimi yanakuwa yana price caps au wanazitaga circuit breakers, ili vitu visije vikapanda sana au vikashuka sana. Asante. Lakini pia sio kampuni zote zinapanda kwa 2% au kwa 5%. Zile sheria lazima inabidi uzijue vizuri. Kwa mfano kampuni kwa NMB ya sasa hivi ambayo ina hisa chini ya bilioni 2 na ina mtaji zaidi ya trilioni 1, hiyo inapanda kwa 2%. The like of TCC pamoja na TBL. Kampuni ambayo ina mtaji wa zaidi ya trilioni 1 lakini na hisa zaidi ya bilioni 2 kama kampuni kama Vodacom pamoja na CRDB, kwa sasa hizo zinapanda kwa 1% hadi 5%. Kampuni zote zilizoko chini ya mtaji wa trilioni 1 hizo zinaweza zikapanda 15% juu
na 15% kushuka chini kutegemea na bei iliyofunguliwa kwa siku husika. Kwa hiyo humo wanaingia makampuni benki zingine zote, Mkombozi, sijui Mkoba, sijui MCB, sijui Nicole, sijui Afriprice. Hizi zote ni kampuni ambazo mtaji wake hujafika trilioni 1. Kwa hiyo hizo zinaweza zikapanda 15% juu na 15% chini zikashuka kutegemea na bei iliyofunguliwa siku. Ili nimeweza kumjibu. Yes, asante sana. Naomba tuchukue hili swali la mwisho kutoka kwa Mr. Edward Tem. Anasema hello, naomba mwalimu elezee PE ratio kwenye kufanya analysis ya performance za kampuni. Asante Jackie. Naona kuna mtu anaongea, unaweza kanisaidia kummute. Sawa, I'm on it. Okay. Asante sana kwa swali zuri, na mimi limetoka kule kwenye Q&A section. Yes. Yeah. Niliona japokuwa PE ni kadarasa kidogo, lakini nadharia ya PE ratio inamaanisha kwamba biashara zinatakiwa ziwe zinathaminishwa kutokana na uwezo wake wa kutengeneza faida au mapato au earnings. Kwa mfano una kioski, una genge la nyanya ambalo moja liko Kivule, lingine labda liko Manzese. Hata kama haya magenge kwa ukubwa yako sawa, ukipima zile square feet na matunda yanayouzwa yako sawa, tunategemea ile genge lililoko Manzese ukilinganisha na ile la Kivule, lile la Manzese litakuwa lina mzunguko mkubwa wa pesa na hivyo litakuwa lina faida kubwa. Japokuwa matunda pamoja na ukubwa wa genge unaweza ukawa uko sawa, kwa hiyo thamani ya genge unaweza ukaziona zinafanana, lakini tunaamini lile genge la Manzese kama ulikuwa unalinunua lote linatakiwa liwe lina command price kubwa, yani linunuliko kwa bei ya juu ukilinganisha na ile genge la Kivule, hata kama ukubwa na mali zilizopo zinalingana. Kwa hiyo nadharia ya PE inasema ni price to earning. Price ni bei ambayo wewe mwekezaji umetoa mfukoni kununua earnings au mapato. Kwa hiyo ukiona PE ya 5 inamaanisha kila shilingi moja ya mapato mwekezaji anatakiwa, kila shilingi moja ya pato mwekezaji anatakiwa atoe shilingi 5 za hela yake mfukoni kuinunua. Kwa hiyo kampuni ambapo inanunuliwa labda na PE ya 10 na inayonunuliwa na PE ya 5, ina maana hii ya PE ya 5 mwekezaji anatoa hela ndogo kupata pato la shilingi 1 ambayo ni shilingi 5 ukilinganisha na ile PE ya 10 ambayo mwekezaji anatoa shilingi 10 kupata pato la shilingi 1. Kwa hiyo PE inavyotafsiriwa kwamba kadiri inavyozidi kuwa ndogo, hiyo ina uwezo basi ikawa inaonyesha mojawapo ya tafsiri ni kwamba hiyo biashara ni nzuri zaidi, especially pale kama unapolinganisha biashara zinazofanana. Na PE ndiyo measurement ya kuangalia hisa kama ni cheap au sio cheap ukiwa unazilinganisha hisa mbili. Kwa mfano unaweza ukaona benki labda ya CRDB na NMB zinakaribiana na ni washindani wa karibu, lakini mbona CRDB bei yake labda ni 2500 alafu NMB ni 16000. Kwa hiyo ukiangalia kwa haraka unaweza kusema hii CRDB inauzwa gharama ya chini na NMB inauzwa gharama ya juu, ukakimbilia kwenda kununua labda CRDB, lakini hiyo sio sababu. Inatakiwa ujue PE, je, katika ukilipia hiyo 16000 kwenye NMB ni sawa umetoa shilingi ngapi kununua shilingi moja ya kipato. Sasa kama benki umeona vitu vingine vyote vinafanana na moja ina PE ya chini kuliko nyingine, kila kitu kingine pembeni kikiwa constant, na maana ile yenye PE ya chini basi ndiyo biashara nafuu, bila kujali bei gani inauzwa kwenye soko la hisa. Asante Jackie, nadhani nimejaribu hapo kidogo. Ya, na labda kuongezea tu, tukiangalia trailing PE ya NMB ipo kwenye around 11.274
wakati ya CRDB iko kwenye 10.02. Kwa hiyo inatupa reflection, na kama ulivyoweza kuielezea kwa upande wako mwalimu, mi naomba nisiongezee kitu nikaweza kuifanya hiyo maelezo uliyotoa yakaanza kuleta kutokueleweka. Umeelezea vizuri sana, na hii mara nyingi tunaitumia kwenye kama kusema kukompea makampuni ambayo yanafanana na kuweza kujua ipi niweze kuinunua, kwa sababu kama these two companies are working in the same environment, kwa nini hii iuzwe less? Kwa maana yake iko somewhere undervalued, and we normally buy something which is undervalued. But also for this case, tukiangalia na the market sentiment, market psychology, we also have NMB here akiwa anatupa corporate action ambayo historically tukiangalia katika East African case corporate action inaletaga a lot of price effects kwenye kwa the DSE, yani amini kwa exchange. So let's go for it. Na kwa kuongezea tu, na hata kwa wale investor ambao wanataka kufanya portfolio readjustments, kama ulikuwa hauna NMB, basi ni muda wa kuchukua NMB, na usisite to reach out Solomon kwa kama unataka kufanya any kind of buying order or selling order, kuuliza kuomba ushauri wa share ipi ni nunue, share ipi ni stroke, sababu katika webinar ya leo tumeongelea tu the narrative, lakini hatujatoa recommendation. Sasa ili kusudi kuweza take advantage ya hizi brokerage relationship ambazo tunakuwa tunazo na clients wetu, reach out kuuliza concerning portfolio positioning, lakini pia na security selection. Thank you so much Mr. Mwasapi. Mi nipende ku wind up hii webinar. Imekuwa interesting na ndefu zaidi ya tulivyo anticipate itaweza kufika, lakini hopefully tumeweza kila mtu ametoka hapa na kitu kizuri kabisa. Labda kabla sija wind up niweze kupata maneno ya wind up mafupi kutoka kwa presenters wetu. Labda nimkaribishe Mr. Temoni CPAT, karibu. Naona kidogo atakuwa mbali na kipaza sauti. Karibu Dr. Mwasapi. Any remarks? Asante sana, nadhani tumeongea mengi. Mimi ni washukuru sana wahudhuriaji. Mpaka sasa hivi tuna watu zaidi ya 60, kwa hiyo tunaona shauku ya wawekezaji ilivyo kubwa kuhudhuria webinar kama hizi. Pia ni washukuru Solomon kwa kuweza kutupa forum hii tuweze kuendelea kujifunza, maana mimi nasema you start to learn and then you end up earning. Kwa hiyo tuendelee kujifunza ili kuimarisha kuchukua fursa wakati soko hili likiendelea kuleta hizi opportunities mbalimbali. Otherwise tuendelee kuconnect, tunaweza tukafuatana kwenye peji za social media. Natumia sana Investing Club TZ pamoja na Mwasapi, na pia mnaweza mkawafollow Solomon. Nadhani Jackie atakuja kutoa hizo socials ili tuendelee kujifunza pamoja. Asanteni sana, muwe na jioni njema. Asante sana Dokta, na naamini injection ya leo imeenda vizuri. Naamini tukienda huko Jumatatu soko likifunguliwa, basi prices zitakuwa nazo soko limeshake kutokana na hii webinar. Hope so. Kwa sababu ni full webinar, tumeweza kupata vitu insights nzuri. Labda kusema tu kuna wale ambao walikuwa wanaulizia kuhusiana na PowerPoint, tuta email participant wote wa hii webinar, tuta email the presentation ambayo tumeweza kui carry on today. Na labda kiufupi tu, kama unapata changamoto yoyote kwenye issue ya kutransact equities, karibu sana.
tupo tunatoa hiyo service Solomon Stock Brokers. Kama unataka kununua bondi kwenye primary auction kwenye under BOT, karibu sana. Unataka uuze kwenye secondary market, karibu sana. Unataka kununua ETFs, karibu sana. Pia unataka kuparticipate kwenye share split, lakini bado elimu tuliotoa leo unaona hapana Jackie, nahitaji, kuna swali moja bado hamjanijibu vizuri, au kuna engo moja mjegusia, nahitaji jibu. Usisite, tutawa email, utakutana na details zetu zote hapo, including the social media and so forth accesses za kwenye Instagram and LinkedIn. Outlook ya Q3 tumeiona. Tumeona position hapo CRDB, NMB, tumemwona Africa, tumemwona Nico, tumemwona Toll, Toll Method. Niwakaribishe kama mtakuwa mna any question kuhusiana na Jackie, why CRDB, why Toll, au why Swiss, au why what, karibuni sana, tupo kwa ajili yenu Solomon Stock Brokers. Pia we anticipate bondi calendar ijayo itakuwa vizuri based on the positioning ya government budget. Kwa hiyo tuendelee kutengeneza mifuko yetu vizuri. Kwa wale ambao hafuani haikuwa fair kwenye bondi, basi tuna anticipate after mambo yatakuwa ni moto. Naomba tuweze kuandaa. Tupo kwa ajili yako ku place order na kuhakikisha kwamba unapata bondi na unajiandaa vizuri na retirement. Karibuni sana, na niwatakie jioni njema na kazi njema. Asanteni. Webinar ijayo tutajikita na kutoa elimu kwa ambao starters ambao wameingia sokoni, wanataka kujua hisa ni nini, market developments, product gani zipo sokoni, zinafanyeje. Tuta deep dive product zote zilizopo sokoni, soko la Tanzania, na tutaongezea tu na hints za masoko jirani, ni products gani, kama kutakuwa kuna any pro ambaye atakuwa ameingia. Lakini webinar ijayo tutaitengeneza mahususi kwa ajili ya investor wapya sokoni. Niwakaribishe, mjiandae, msichoke kuparticipate kwenye webinar zetu. Asante sana.